Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Oktoba 6, siku ya Jumatatu. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema thamani katika mahali pasipo tarajiwa. Soma Yoshua sura ile ya 2 aya ya 2 hadi 11. Waebrania 11 aya 31 na Yakobo sura ya 2 aya 25. Aya hizi zinatuambia nini kuhusu Rahabu? Katikati ya kisa cha Rahabu kuna uongo uliosemwa ili kuwalinda wapelelezi. Tunapofikiria uongo wake, tunatambua kwamba alikuwa ndani ya jamii iliyokuwa ovu kupindukia, hali iliyosababisha uamuzi wa Mungu kuihukumu jamii hiyo. Mwanzo sura ya 15 aya 16, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 aya 5 na Mambo ya Walawi sura ya 18 aya 25 hadi 28. Huku ikiwa ni kweli kwamba Agano Jipya linasifu imani yake, tathmini makini ya marejeo kwenye Agano Jipya ya kitendo cha Rahabu yanadhihirisha kwamba hakuna mtu anayeunga mkono kila kitu alichofanya Rahabu, na hakuna mtu anayehalalisha uongo wake. Waraka kwa Waebrania sura ile ya 11 aya ya 31 inathibitisha imani yake katika kuweka kura yake upande wa wapelelezi badala ya kuchagua kung'ang'ania utamaduni uliopotoka. Yakobo 2 aya 25 inasifu ukarimu wake wa makazi kwa wapelelezi wawili wa Israeli na kwa kuwapatia maelekezo ya namna ya kurudi kwa kutumia njia iliyokuwa salama. Katikati ya uozo huo, utamaduni uliopotoka na mtindo wa maisha binafsi ya Rahabu, Mungu kwa neema yake aliona cheche ya imani ambayo kupitia kwa hiyo angeweza kumwokoa. Mungu alitumia kilichokuwa chema ndani ya Rahabu, kilichodhihirika imani katika yeye Mungu na uchaguzi wake wa kuwa na watu wake Mungu, lakini kamwe hakupongeza kila kitu alichofanya. Mungu alimthamini Rahabu kwa ujasiri wake ambao haukuwa wa kawaida, kwa imani yake iliyojaa ujasiri, kwa kuwa wakala wa wokovu na kwa kumchagua Mungu wa Israeli. Baada ya kuona kilichokuwa kikitokea, alisema, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Yoshua sura ya 2 ya 11. Ni jambo lenye maana kubwa kabisa kusikia mwanamke Mkananayo akikiri kwamba Yahwe ndiye Mungu pekee, hasa kwenye dari ambapo kwenye dini yake ya kipagani kwa kweli maombi yalitolewa kwa kile walichoamini kuwa ni miungu ya mbinguni. Kauli ya Rahabu ilionekana kwa namna ya pekee kabla kwenye muktadha wa haki pekee ya Mungu ya kupokea ibada kutoka 20 aya 4, Kumbukumbu la Torati 4:39 na Torati 5 aya 8. Maneno yake yanao ushuhuda wa uchaguzi makini uliodhamiriwa wa kutambua kwamba Mungu wa Waisraeli ndiye Mungu pekee wa kweli. Kukiri kwa Rahabu kunadhihirisha uelewa wake wa uhusiano wa karibu kati ya mamlaka ya Mungu na hukumu ambayo kwa hiyo Yeriko ilikabiliana nayo. Uchaguzi wake wa kimaadili unatambua kwamba kulingana na hukumu ya Yahwe kulikuwa na uwezekano wa namna mbili tu: kuendelea katika uasi dhidi yake na hivyo kuangamizwa, au kuchagua kujisalimisha kwa imani. Kwa kumchagua Mungu wa Waisraeli, Rahabu akawa kielelezo kwa kile ambacho kingekuwa ni hatima ya wakazi wa Yeriko kama wangemgeukia Mungu wa Israeli kwa ajili ya rehema. Kiasi hiki kinatufundisha nini kuhusu namna ambavyo ni lazima Mungu apate utii wetu wote? Hii ni Jumatatu. Mungu atubariki sote.